وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم شكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulitafsiri aya ya 51 mpaka aya ya 59 katika suratu Yasin. Leo tunaendelea kwenye aya ya 60 mpaka pale tutakapo jaaliwa. Lengo ni kuhitimisha hii sura, tafsiri yake na kupokea mafunzo yake yalivyo kulingamana na ilivyotafsiriwa na wanavyuoni wa tafsiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuwazungumza makafiri na baada ya kuwazungumza waumini kuwa wao peponi watawekwa na wake zao kama jinsi ilivyobainika katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwahusu makafiri tulisimama kwenye 59 kusema wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun, kwa maana jitengeni enyi wakosefu ambao ni mujrimun. Na kujitenga kwenyewe nkupambanuka kati ya hawa na kati ya Waislamu. Waislamu mbali, makafiri mbali, ndipo wakatumiliwa kilima cha wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelea kusema, alam a'hadi ilaykum ya bani adam. Hizi ndizo aya za leo. Hatukuahidiana na nyinyi wanadamu alla ta'budu shaytana, kwamba msimuabudu shetani. Innahu lakum aduwwun mubin, hakika shetani kwenu nyinyi ni adui alowazi. Kwa maana haya ni maagano yetu, tuliagana, tulipeana ahadi, mulinipa ahadi kwamba hamutamuabudu shetani, na mimi nikawakataza hilo. Hatukuagana enyi wanadamu kuwa msimuabudu shetani. Innahu lakum aduwwun mubin, hakika shetani kwenu ni adui alowazi. Wa ani'buduni, maagano yetu ni haya, ni kuwa muniabudu mimi. Hadha siratun mustaqim, hii ndiyo barabara yangu iliyonyoka, hii ndiyo barabara iliyonyoka. Kwa nini tuliwaambia msimuabudu shetani? Walaqad adhalla minkum jibillan kathira, hakika amepoteza shetani, ameshapoteza katika nyinyi kundi lingi sana. Kundi kubwa limepotezwa na shetani. Afalam takunu taqilun, hamukuwa ni mwenye kufikiria? Kufikiria nkufikiria yale maagano na ni kufikiria ile ahadi. Shetani ametukua sehemu kubwa sana
ya kuwapoteza nyinyi. Kwa hivyo hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun, huu ndio moto wa jahannam ambao muliahidiwa. Sasa tuliwaambia msimwabudu shetani, tuliwaambia kwenye aya nyingine, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa, shetani kwenu nyinyi ni adui na nyinyi mfanyieni uadui. Shetani hutufanyia uadui atuona, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, yeye awaona nyinyi na makabila yake yote. Shetani anawaona nyinyi kwa namna ambao nyinyi hamuwaone wao. Lakini Mungu asema, inna ja'alna ash-shayatina awliyaa lilladhina la yu'minun, sisi tumewafanya mashetani ni vipenzi, ni marafiki kwa wasiokuwa na imani. Asokuwa na imani, shetani ni kipenzi chake. Kwa hivyo ikiwa hutufanyia uadui, anatuona sisi wa kumfanyia uadui hatuwaoni, lakini kwa kuyatenda ambayo wao huudhika sana tukiwatendea. Shetani hapendi kukuona wewe katika toa, lakini hupenda kukuona katika maasi. Hizi saumu hizi zinawakera sana kwa walofungwa, wakereka kwa kuwa wamefungwa kwa sababu ya saumu ya waumini, na wale vidogo vidogo walofukizwa na wao hukereka kwa nini kuwaona wanadamu wako katika utiifu wa hii saumu. Kwa hivyo tulivyomtii shetani na tulivyomwandama shetani, jaza yake ilikuwa ni hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun, huu ndio moto wa jahannam ambao muliahidiwa. Islauha al-yawma, ingieni leo, bima kuntum takfurun, kwa ule ukafiri muliofanya, kwa yale mambo ya ukafiri ambao muliyatenda. Al-yawma, leo, nakhtimu ala afwahihim, tutafunga vinywa vyao, wa tukallimuna aidihim, izungumze na sisi mikono yetu, mikono yao izungumze na sisi mikono yao, watashhadu arjuluhum, itoke ushuhuda miguu yao, bima kanu yaksibun, kwa yale walioyatuma, kwa yale walioyatenda. Walau nashau, Mwenyezi Mungu asema, lau tungetaka, la tamasna ala a'yunihim, tungepofoa macho yao, tungepiga pasi macho yao, fastabaku sirata, wakashindana kuitafuta barabara, fa anna yubsirun, lakini waione wapi na macho yamepofolewa. Walau nashau, na lau tungetaka, la masakhnahum ala makanatin, tungegeuza sura zao hapo hapo wakathubutu tu kama mawe, famastata'u mudhiyan, wawe hawawezi kwenda mbele, wala yarji'un, wala hawawezi kwenda nyuma. Zifikirieni mwanzo kabla hatujaenda katika aqwalul mufassirin, zenyewe zajitosha hizi aya, zenyewe zajitosha kulingamana na zilivyolenga, zenyewe zajitosha kulingamana na mwelekeo wake hizi aya zilivyo. Mbali tukidondoa kwenye aqwalul mufassirin, itakuwa sura imeshika jangwa mbali, na sisi ashabul Qur'an tuko kwenye jangwa lengine, tukapotea kwenye barabara ya sawa ya kuelewa yale matunda yaliyomo ndani ya Qur'ani, kwa kutodondoa mambo yalivyo, kuweka mambo juu juu kwa kuvuta maslahi yetu ya kidunia. Ikhwatal iman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa aeleza makafiri vile namna watakavyopindukia, na Mwenyezi Mungu aeleza hali ya kufari siku ya kiyama, na hili jambo la kupambanuka kati ya wao na Waislamu. Waislamu na makafiri watapambanuka. Ndipo makafiri wakaambiwa, wamtazul yawma ayuhal mujrimun, kwa maana yatamayazuna anil mu'minina fi mawqifihim, watapambanuka na waumini katika misimamo yao. Waumini watakuwa na misimamo mbali kando, na makafiri na wao wataweka msimamo wao mbali, ili kutafautike hawa wawe ni waumini na hawa si waumini, ni makafiri. Ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huweka wazi zaidi kwa kutuambia,
wa yawma nahshuruhum jami'an, na siku ambao tutawakusanya wote, kwa maana tutawafufua na kuwakusanya wote pahala pamoja. Thumma naqulu lilladhina ashraku makanakum antum wa shurakaukum, kisha tuseme kuambia wale makafiri, simameni pahala penu mulipo nyie na washirika wenu. Fazayyalna bainahum, tukawatenga baina yao. Kuwatenga baina yao ya kuwa makafiri tukawaweka kando, waumini kando. Kisha hapa Mwenyezi Mungu alifunga aya kwa kusema waqala shurakauhum ma kuntum iyana ta'budun, na washirika wao waseme hamkuwa nyinyi mwatuabudu sisi. Kama kutafuta sababu ya kwamba nyinyi hamkutuabudu, mbona tumetengwa? Lakini mkikataa kuwa nyinyi hamkutuabudu sisi, ni mbele ya safari namna watakavofungwa pingu za maneno na watakavobanwa kiushuhuda, na ushuhuda utoke. Na siku zote hukumu ya jambo hupita kwa uadilifu kwa ushuhuda kamili utokapo, na huwezi kumtenga Allah tabaraka wa taala, kwa sababu atakuwekea mashahidi ambao wewe mwenyewe utashtuka, utakataa mambo, lakini wewe mwenyewe kisha utakuja kufungwa hu mdomo wako kwa ushuhuda utakaotolewa, na ushuhuda ni wa ukweli. Allah tabaraka wa taala kama anavyoliweka wazi zaidi neno hili wamtazul yawma, kwa kusema Mwenyezi Mungu wa yawma taqumu saatu yawma idhin yatafarraqun, na siku kiyama kitakaposimama, siku hiyo watapambanuka, watafanikana, kwa maana waumini watakuwa kando na makafiri watakuwa kando. Yawmaidhin yasaddaun, kwenye aya nyingine ay yasiruna sid'ain firqatain, watakuwa makundi mawili, makafiri na waumini. Ndipo pale kisha mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoe amri, uhshuru alladhina dhalamu, wakusanyeni wale walojidhulumu, wa azwajahum, na wake zao, wa makanu ya'buduna min dunillah, na wale waliokuwa wakiwaabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, fahduhum ila siratil jahim, mwape miongozo ya barabara kwenda katika moto wa jahannam. Hizi zote ni aya za pambanua wamtazul yawma ayuhal mujrimun, ili ipate kuungwa zile ahadi tulizowekeana sisi na Mola wetu azza wa jalla. Mungu aliposema alam ahadi ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin, Mwenyezi Mungu aliposema hivi, wanatafsiri wanasema hadha takri'un min Allahi lilkafarati min bani adam, ni kuwagonga. Takri' ni Mwenyezi Mungu kugonga, ni mgongo utokao kwa Mwenyezi Mungu kuwagonga makafiri katika wanadamu. Alladhina ata'u shaytana, ambao walimtii shetani, wa hum aduwwun lahum mubin, ambao shetani ni adui wao alowazi. Wa asau rahmana, watu hawa wakamuasi Mwenyezi Mungu mwenye sifa za Rahman. Wa huwa alladhi khalaqahum wa razaqahum, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaumba wao na akawaruzuku wao. Kisha Mwenyezi Mungu akawaambia wa an'buduni hadha siratun mustaqim, hadha siratun mustaqim, niabuduni mimi, hii ni barabara yangu iliyonyoka, hii ni barabara iliyonyoka. Waambiwa kufara, lakini wakamwabudu shetani, wasifuate barabara anayoitaka Mwenyezi Mungu. Barabara anayoitaka Mwenyezi Mungu ifuatwe. Hili la kuambiwa makafiri wa an'buduni hadha siratun mustaqim, hata sisi sote amri tulipewa hivi. Allah tabaraka wa taala sema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni barabara yangu ilonyoka, ifuateni nyote. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, thumma madha qala wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili,
Msifuate barabara nyingi mukaja mukapotea na ile barabara ya sawa ni itakao. Kwa hivyo hata nyote sote tunatakiwa tuifuate as-siratal mustaqim, ile aliyosema Mwenyezi Mungu, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u qul hadhihi sabili, sema Muhammad, hii ndio barabara yangu. Kwa hivyo ile barabara unayotaka Mwenyezi Mungu ndio anayestahiki walimwengu wote kuifuata. Na hapa makafiri waliwaambiwa msimuabudu sheitani, kisha wakaambiwa wa ani'buduni hadha siratun mustaqim qad amartukum fi dari dunya, hakika nimewaamrisha nyinyi katika nyumba hii ya dunia, bi'isyani shaitan, nimewaamrisha kumwasi shetani, wa amartukum biibadati, nikawaamrisha nyinyi kuniabudu mimi, wa hadha huwa siratul mustaqim, na hii ndio barabara iliyonyoka. Fasalaktum ghaira dhalika, mukafuata isiyokuwa barabara hiyo. Wattaba'tum shaitana, mukamfuata shetani. Fima amarakum bihi, kwa lile alilowaamrisha. Walihadha, ndipo kwa hili Mungu akasema walaqad adalla minkum jibillan kathira, hakika amepoteza katika nyinyi kundi kubwa sana. Kwa hivyo kundi kubwa limepotezwa. Kwa hivyo haya hamukuyafikiria? Kwa kuwa hatukuyafikiria, au hawa makufari pia hawakufikiria, ikawa jaza yao ni vile Mwenyezi Mungu kusema hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun, huu ni moto wa jahannam ambao mumeahidiwa, islauha liyawma bima kuntum takfurun, uingieni leo kwa vile jinsi mlivyokufuru. Sasa watafungwa vinywa vyao. Aya mbele sema alyawma nakhtimu ala afwahihim. Kwa nini kufungwa vinywa vyao? Vizungumze viungo. Ni kwa kuwa lazima pana tokeo lilitokea, kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu. Mwanadamu atataka kujitetea hata mbele ya Mungu kuwa hakufanya na amefanya, ama amefanya aseme hakufanya. Hadithi ya Sufyan, asema Sufyanu ibn Uyayna, hadithi kitoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, katika hadithi ndefu ya kuzungumza kiyama, asema Mwenyezi Mungu kisha atakutana na watatu, kwa maana na mtu watatu katika kila atakayekutana na yeye. Fayaqulu ma anta au man anta, fayaqulu ana abduka, Mwenyezi Mungu akwambia wewe ni nani? Mja anjibu Mungu ana abduka, mimi ni mja wako. Amantu bika, nilikuamini wewe. Wa binabiyika, na nilimwamini mtume wako. Wa bikitabika, na kitabu chako. Wasumtu, unamjibu Mungu, nilifunga. Waswallaitu, niliswali. Watasaddaqtu, na nilitoa sadaka. Wayuthni bi khairi mastata'a, atajisifu kwa khairi kwa kiasi cha uwezo wake, atamweleza Mungu yote aliyoyafanya. Asema mpokezi wa hadithi huu au alitusimulia, fayuqalu lahu, kusemwe kuambiwa yeye, ala nab'athu alayka shahidana, hatukutumii wewe shahidi wetu? Ushasema wewe nimefunga, nimeswali, nimetoa sadaka, tukuletee shahidi wetu atoke ushuhuda kwa ulioyasema? Fayufakiru fi nafsihi, mwanadamu afikirie, kufikiri kwa nafsi yake, na kwenye fikra yake hufikiri manilladhi yashhadu alayhi, hufikiria nani atakayetokea ushuhuda, atatokea ushuhuda na nani? Basi fayukhtamu ala fi au fayakhtimu ala fi, amfunge kinywa chake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfunge kinywa chake. Wayuqalu li fakhidhihi, kuseme kuambiwa paja lake, intiqi, temka. Fatantiqu fakhidhuhu, paja lake litemke. Walahmuhu, na nyama yake. Wa idhamuhu, na mifupa yake. Bima kana ya'malu, kwa yale aliyokuwa akiyatenda. Wadhalika almunafiq, huyo ni mtu mnafik.
na ili pia ajiondoshe ule udhuru wa nafsi yake, kwa kuwa tayari Mwenyezi Mungu ashamwekea mshuhuda, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ashamkasirikia. Paja lake lintoke ushuhuda, nyama zake pamoja na mifupa yake, na hapa kwenye riwaya nyingine usema hilo paja ndilo la kwanza litakalotemka katika viungo vyake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata katika juzu ya 30 suratu Zilzala, Mwenyezi Mungu asema idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha. Siku hiyo ardhi itaeleza habari yake. Al-mufassiruna wanasema habari ambayo itaelezwa na ardhi ni kutoka ushuhuda vile vile kwa kila tendo lililotendwa na mwanadamu juu yake, min khairin wa shar, kwenye khairi na kwenye shari. Ndio hii yaumaidhin tuhaddithu akhbaraha. Kwa nini? Bi anna rabbaka awhalaha, zote zinaenda kwa oda ya Allah tabaraka wa taala, li anna rabbaka awhala. Kwa hivyo itahadithia. Mwanadamu huwezi kumponyoka Mola wako, amekuwekea ushuhuda, hujadili, bila shaka atajadili. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, mwanadamu amekuwa ni mwingi wa mjadala. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema al-yawma nakhtimu ala afwahihim, tumeziba na kuzifunga vinywa vyao, vizungumze na sisi mikono yao, na iwatoke ushuhuda miguu yao kwa mambo walioyatenda, basi wataanda mjadala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia hiyo katika suratu Fussilat aya 19 mpaka aya 23, na ndio utamu wa kuitafsiri Qur'ani, aya ikitafsiriwa na aya. Hapa kufungwa midomo yao, kutemzwa viungo vyao kwa kutoka ushuhuda wa matendo yao walioyatenda, watakataa wao na waulize maswala. Allah tabaraka wa taala asema wa yawma yuhsharu a'da'u Allahi ila an-nari fahum yuzaun, na siku ambao watakusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kupelekwa motoni, mara wakiwa wamekusanywa na kugawanywa makundi makundi. Hata idha ma jauha, mpaka watakapofikia moto, washakusanywa makundi makundi, watakapofikia moto, shahida alaihim sam'uhum, itawatokea wao shuhuda, sam'uhum, masikizi yao. Ina maana hapa wamekataa mambo, ndipo utoke huu shuhuda wa viungo. Shahida alaihim sam'uhum, itawatokea ushuhuda masikizi yao, kwa maana mashikio yao. Wa absaruhum, na macho yao. Wa juluduhum, na ngozi zao. Bima kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wakiyatenda. Mashahidi ndio hao. Sasa watakapotokea ushuhuda, ikhwatal iman, waqalu lijuludihim, watasema kuziambia ngozi zao, lima shahidtum alaina, kwa nini mumetutokea sisi ushahidi? Kwa nini mumetutokea sisi ushahidi? Qalu, viungo vijibishe, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, ametutemkisha ni Mwenyezi Mungu anayetemkisha kila kitu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndiye ametutamkisha, ametufanya sisi tutemke. Wa huwa khalaqakum awwala marra, na yeye ndiye aliyewaumba nyinyi kwa mara ya kwanza. Lile ambalo analikataa mwanadamu kwenye hii sura tunayoitafsiri, kwenye aya awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Na hapa viungo vikawajibisha vile vile ya kuwa antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra, aliyewaumba nyinyi kwa mara ya kwanza, wa ilayhi turja'un,
na kwake yeye mutaregea. Kisha viungo viseme wama kuntum tastatiruna, hamukuwa nyinyi wenye kujistiri, an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, hamukuwa nyinyi wenye kujistiri mpaka isiwatokee ushuhuda masikizi yenu wala macho yenu wala ngozi zenu. Walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun, lakini dhana zenu wanadamu mulidhani kwamba kwa Mwenyezi Mungu hajui mengi munayoyatenda. Dhana zenu ziliwafikisha kuona kwamba Allah tabaraka wa taala hajui mengi nyinyi munayoyatenda. Wadhalikum dhannukum, dhana zenu hizo, alladhi dhanantu birabbikum, mulizondhani ya Mola wenu, ardakum, ndizo zimewaangamiza nyinyi. Fa asbahtum minal khasirin, mukawa ni katika wenye kukhasirika. Hamukuwa na dhana kwamba Mwenyezi Mungu atambua na kujua munayoyatenda. Muliona nyinyi dhana zenu kwamba kwa Mwenyezi Mungu hajui mengi munayoyatenda, ndipo hamukulifikiria kwamba mutatokewa ushuhuda na hivi na hii miili. Lakini suala liko, atokewa ushuhuda nani na mshtakiwa ni nani? Sisi hasba aqwali almufassirin, sisi tunasema katika viungo vya mwanadamu kuna kiungo ambacho ni muhimu zaidi kushinda viungo vyote. Alichokitahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kiungo hiki kwa kusema wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat au saluhat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb. Wanavyoni wasema alqalbu malikul a'dha, moyo ni mfalme wa viungo, wa baqiyatul a'dha'i junuduha, na viungo vilivyobaki ndio askari wa moyo. Peleka mambo mwenyewe sasa. Ikiwa huni malikul a'dha wa baqiyatul a'dha'i junuduha, maaskari watakuwa wazuri, kiongozi awapo mzuri, maaskari watakuwa wabaya, kiongozi anapokuwa mbaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfunga mwanadamu na moyo wake ulokusanya mengi kwa kumtolea ushuhuda wa viungo vyake kwa kila alichokitenda ili asiruke kabisa. Ndipo kwenye suratu Yasin kasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nashau. Kisha Mungu asema lau tungetaka tungewapofoa macho yao wakashindana kuitafuta barabara. Waione vipi? Hawawezi kuiona kwa sababu hawana miongozo. Ama tungeliwathibitisha walipo kwa kuwageuza hata sura zao, wakawa hawawezi kwenda mbele wala hawawezi kwenda nyuma. Ikhwatal iman, aya hizi zote ambazo tumezitafsiri hapa zinawahusu makafiri. Zinazungumza kuhusu nani ndugu zangu? Si tumezielewa vizuri? Zazungumza kuhusu kufar. Na kwa kuwa Mungu aliwataka wamwabudu yeye, wasimwabudu Mungu wakamwabudu shetani. Story hii katika mtu uko katika sakaratul maut yamfaidisha vipi? History mpaka kwenda kufungwa utoke ushuhuda viungo, na mtu hupiga kata kikwetu kutoka roho. Wewe unsome haya umpa faida gani? Na mwenye kujitetea ajitetee kiusomi na ajitetee kidalili, kwa sababu tunataka kuihatimisha hii sura. Basi tuache CD zifanye kazi, na ambaye Mwenyezi Mungu amempa taufiki ya kuongokewa na mambo yalivyo katika suratu Yasin ataongokewa, na ndivyo tuombavyo. Na ambaye hakupata taufiki, fahidayatu tawfiqi biyadillahi tabaraka wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lakin hidayatul bayani wal irshad iko kwa mtume na wafuasi wa mtume
wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Peleka fikra zako kwa tafsiri zilivyo na Qur'ani inavyobainisha na aya jinsi ilivyotafsiri aya, kisha uangalie. Maskini mtu uko katika kutoka roho, uko katika kutoka roho, wewe wahadithia kuhusu kulaumiwa makafiri, kumwabudu shetani na kuacha kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na ibara kama hizi ni ibara pengine za unchie shaka kabisa. Mimi pengine na mimi katika hao wenye kumwabudu shetani, mbona husukumwa aya za shetani? Mimi katika jumla ya watu waliovunda ahadi ya Mungu ya kuwata kumtii na kumtii shetani? Hakuelekea ndugu zanguni Sheikh. Tupelekeni mwelekeo wa mafunzo ya mtume kwa mwenzetu uko katika kuikata dunia hii, tumpe ya kunufaisha yeye pale mpaka mbele ya safari yake, kuliko kumpa haya. Ndugu zanguni, tumefundishwa sisi kupitia kwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam haki ya Muislamu juu ya Muislamu. Kwenye haki tano kwa Muislamu juu ya Muislamu, kuna haki ya kumtembelea akiwa mgonjwa. Haki ya kumtembelea Muislamu akiwa mgonjwa. Kwenye kumtembelea Muislamu ni mgonjwa, kitabu kizima cha mafunzo ya mtume kutufunza sisi, unapomtembelea ni ufanyeje, usemeje, ukae kiasi gani, kama wataka kutoa nasaha ni nasaha gani. Billahi hatutaweza sisi kumshinda mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatutaweza kumshinda mtume. Sisi tuendeni katika dunia hii mikao, na tuendeni katika dunia hii chuki, kwa kuwa hili lilosemwa alisemwa na fulani, maadamu fulani sina haja nalo, hukujua ule fulani ameadondoa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Tusipoteeni kwa mikao, tuendeni kwa usawa, na hakuna usawa kama wa Qur'ani tukufu. Hapa ikiwa haki ya Muislamu kwa Muislamu ntano, ikiweko moja ni kumtembelea mgonjwa, tumepewa mafunzo kamili ya kumtembelea mgonjwa. Ni wapi katika dini hii lolote ulitendalo hutungwi na sharia? Hakuna. Kila ulitendalo katika harakati zako zote we mwanadamu, sharia inakupiga tarbini, wenda kwa misingi ya sharia. Ndipo dini ya Kiislamu ikawa ni dini tamu ya raha, na alozaliwa ni Muislamu. Wallahi ni kusema alhamdulillah ala ni'matil Islam. Namshukuru Mungu kwa neema ya Uislamu, ya kuchunga kwa sharia kila upande, haina marekebisho, kwa sababu ni kitabun la yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ni kitabu ambacho chatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, mtembelee mgonjwa. Kwenda kumtembelea kwako mgonjwa, mimi nikisalsili vitabu nikiwatajia hata nitashindwa kuzitemka vingine. Ni vitabu vingi vinavyozungumza wewe unapoenda hospitalini, wewe unapoenda kwenye nyumba ni mgonjwa, ufanye nini. Waambiwa ukienda unamsalimia kwanza, ikiwa aweza kuitikia salamu. Kama hawezi, aweza kukuitikia kwa kushiria. Baada dhalika umwambie la ba'sa tahurun inshallah. Hapana ubaya ndugu yangu, tahuru wa tahara inshallah. Kwa nini mwambia tahurun inshallah? Kwa sababu alougua, alopewa mtihani wa ugonjwa, akasubiri juu ya ugonjwa wake, kupoa kwake huwa kumeandama na kufutiwa dhambi zote kama alozaliwa na mamake. Hili la mtu kufutiwa dhambi mpaka akawa kama siku alozaliwa, siku kwenda hija peke yake vaungwana. Sisi huaga nenda hija kufucha dhambi. Kama ambapo ulipo huwezi kufucha dhambi,
Ama sisi huagana ndo kujitwahirisha, kana ambapo hapa wewe huwezi kujitwahirisha, basi na kama ataka kuoga gandraomaka kuoga mayetu tuatie veneve Kenya. Lakini kama nkujitwahirisha hapa hapa weza kujitwahirisha. Kujitwahirisha nkutubu kwa dhambi zako ulipo, na kama ni kujisafisha dhambi zako uwe kama siku walozaliwa na mamako, fuata miongozo ya Mtume. Ambiwa hapatikani na maafa ya magonjwa Muislamu akaja akasubiri na akajua kwamba kwa hii katika kadhaa na kadari ya Mwenyezi Mungu, akaipokea kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, isipokuwa Mwenyezi Mungu msamehe dhambi zake zote, ikawa kama alozaliwa na mamake. Suala, twasubiri juu ya magonjwa yetu? Tukiugua sisi tunao subra? Subra zetu siku ngapi toka tunapougua? Siku 2. Siku wachache uko kwa nganga mwanga. Siku moja tu utasubiri, siku 3 uko kwa nganga. Tena uenda kunufaisha na kuntajirisha kwa orodha ya mambo ya shere kukufanyia wewe. Yeye anenepe na familia yake, yeye asomeshe na familia yake, fizi yake yatoka kwako mwenye kukubali kudanganywa. Na leo wawekewa mambo wazi, wawaona wakuwekeao mambo wazi ndio maadui wakubwa. Sunna ni neema, na miongozo ya Mtume kuifuata ni fakhri, na kuifuata miongozo ya Mtume billahi alaikum ni usahali katika kuiandama dini. Lakini ukitaka uzito, ukitaka kuangamia, ukitaka kufukarika, keuka miongozo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jamani, miongozo ulioambiwa na Qur'ani ya kwamba wewe ukiliona jambo ni zito liache, fanya jambo kulingamana na usahali wako, na lolote vumilia kwa imani yako, sayajalullahu ba'da usrin yusra. Dini hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hawataki nyinyi uzito, swali kwa kusimama ndivyo itakiwavyo, huwezi keti, huwezi lala, huwezi mpaka ukafikisha ile swala uipitishe kwenye moyo wako ili tu hili tendo lipatikane. Ni dini gani dini ya fahari ya usahali kama dini hii? Waambiwa funga, huwezi sifunge, badala huwezi kufunga fanya hivi, yote maslahi kwetu. Waambiwa ni mgonjwa uko safarini, kula. Waambiwa ni mgonjwa, waambiwa si mgonjwa uko safarini na mrembo wako, waambiwa kula chakula nle na mke wako pia. Hapo sipo chufiepo au hachukufa hapo pia ukaruhusiwa. Uko safarini na mke wako, umeshukia zako hoteli ama nyumbani, maadamu umeruhusiwa kula, waruhusiwa kumuingilia vile vile katika mtana wa Ramadhan, ala rajih min aqwali ahli al-ilm, kwa kauli yenye nguvu katika maneno ya wenye elimu. Uko usahali kama huo, usahali unaosema ikiwa nyinyi wa in kuntum marda au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, hisabu kwa siku nyinginezo. Dini sahali nno, tuifanya ngumu dini sisi kwa taklifi nyingi mpaka zikatushinda. Wacho pia wakaikataa kuifuata dini ya Kiislamu kwa sababu wamejitakilifi mingi na misharia mingi iwekao na mwanadamu, haikuwekwa na Mungu wa wanadamu. Tusendeni hivyo. Leo hapa Mtume amekufa sallallahu alaihi wasallam, akaiacha dini nyeupe, huwezi kutofautisha usiku na mchana. Kila jambo haki, ukifungua vitabu usema Mtume kaweka wazi mambo mpaka kumfundisha mtu namna ya kutamba. Dini hii ambalo hilo la kutamba sisi twaliweka jambo duni ikiwa mtu halielewi. Ndivyo sivyo jamani? Au sivyo? Sisi la kutamba twaliweka jambo duni ikiwa mtu haisi kutamba. Hata sisi tuna lugha huitumika. Angalia ona unitolea mimi ujauri hatajui kutamba. Sisi hutumia hiyo, au sivyo? Manake ni kwamba kwa ikiwa yesi muelewa wa kutamba hili ni jambo duni. Haya sasa ikiwa imekwenda dini mpaka kukufundisha namna ya kutamba jama, ikakufundisha mpaka namna ya kuingia choni, ikakufundisha mpaka namna ya kuketi wakati unapomwaga vitu,
Si masala ukenda uhimbirilia tu ukaketi, au ukenda ukaketi baada dhalika ukavucha sigara. Kuna wengine hawapachi choo mpaka vuche sigara, ndiko choo hukubali kutoka. Bila sigara hawatoi choo. Ndipo ukaona utansikia mtu uko choni lakini chosi. Ukiangalia moshi huni wa nini? Ukitoa sauti moshi huni wa nini? Utasikia maana yuko kuambia mimi niko choni. Umeelewa? Ikakufundisha dini vile vile namna ya kuingia choni. Ingia kwa mguu gani, toka kwa mguu gani. Ndipo ikawa kwenye mgonjwa dini ikatufundisha wazi. Nenda mwambie kaifa tajiduka. Kumbe hii sisi tukenda kunitembelea mgonjwa kwambia hukae, vipi hali yako, huyambo sasa. Mtume alifanya, kwa sababu Mtume sallam alipoenda kwa barobaro huko kwenye sakaratul maut, eleweni vizuri sana funzo la Mtume na sura ilivyopelekwa. Alikwenda barobaro katika sakaratul maut. Jambo la kwanza akamwambia kaifa tajiduka, wajipata uko vipi? Kama kikwetu hukae. Barobaro alijibu nini? Ya Rasulullah, inni arju Allah wa akhafu dhunubi. Ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi natarajia Mungu na naogopa dhambi zangu. Kuogopa dhambi zangu, kwa kuogopa kwenye dhambi zangu nitapata mateso yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hayakusanyiki mawili hayo kwenye moyo wa mtu akiweko kwenye hali kama hii hali yako ilivyo, isipokuwa Mwenyezi Mungu humpa anachokitarajia akamuaminisha na anachokiogopa. Ikiwa waogopa adhabu, Mungu atakuaminisha na adhabu yako, na ikiwa watarajia rahma za Mungu, Mwenyezi Mungu atakupa matarajio yako. Lakini pahala pa kutoka ushuhuda alimwambia hukae, uko vipi? Kaifa tajiduka, wajipata uko vipi? Na wewe ukenda kwa mgonjwa mwambie vipi, wajisikiaje? Umeiandama sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mafunzo yake ni kuweka mkono pahala ambapo ni pa maumivu, ama hata usiweke mkono, pengine hupajui maumivu yako wapi. Almuhim linalotakikana ni dua. Ushamwambia tahurun insha Allah, la ba'sa tahurun, hakuna ubaya, tahara wewe akipenda Mwenyezi Mungu. Thumma hunaka ad'iyatul ma'thura, pana dua zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi yarqiq, Allahu yashfik min kulli da'in yu'dhik, min sharri an-naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahi rabbin nasi adhhibil ba'sa, ishfi anta shafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Na nyinginezo katika dua zilizothubutu ambazo za mlenga mgonjwa ama kulenga matatizo hayo yanayokumba mtu. Baada hapo sur'atul qiyam min indil marid, usichie nanga za omo na tezi, usikae masaa kwa mgonjwa. Mpe hayo maombi. Kama una nasaha waambiwa mpe nasaha fulani za kumpa yeye matarajio katika ugonjwa wake. Wewe mwambie inshallah, madamu ushamwambia tahub la basa tahurun inshallah, unaweza kumpapa kalima kidogo. Ndugu yangu, subiri. Wewe hapo kufaulu kwako kuko katika kusubiri. Endelea na subra, subiri, utapata malipo yako. Tena elewa ya kwamba haki wewe ulivyo, wengine walimekuzidi. Kuna wengine ni wagonjwa zaidi hata kushinda wewe. Na ndugu yangu, tumekwenda kutembelea wenzetu wengine wagonjwa, tumewakuta hali zao ni mbovu zaidi kuliko yako. Wewe hujambo kabisa, wewe kesho inuka. Wampa maneno kama hayo, yale maneno yachangia katika tiba, kwa sababu husikia raha mgonjwa ukimwambia maneno kama hayo. Ndipo tukawaambieni, na haya nikiyasema pia uelewa huwa ni makosa, lakini mimi sina wasiwasi. Uelewa wa watu kiwa makosa, mimi tasema lile ambalo ni la sawa. Imekuwa mtu huenda kuyapata ya Uislamu kwa asiyekuwa Muislamu, ukayakosa ya Uislamu kwa Muislamu. Kuyapata ya Uislamu kwa asiyekuwa Muislamu ni mtu akenda kwenye hospitali za kimishinari,
akenda akachungwa na kulindwa na kupewa maneno tamu, na akigonga kengele tu hajaondosha mkono, sister uko tayari na tayari akuuliza wataka nini, na kukwambia huu ni ugonjwa wa Mungu. Ujue ya kuwa sisi tunatibu tu, lakini anayepoza ni Mungu. Mtegemee Mungu wako, omba, fanya maombi kwa dini yako, na sisi tutakusaidia hata kufanya maombi kwa dini yetu. Sisi tunataka wewe upone. Unapata maneno mazuri, na baada ya kupoa ukawa uko tayari, uandikiwe tena unole daktari Nkuru siku 5 baada ya kupoa kwako, uketi pale pale kwa yale maneno mazuri tu. Ndo sasa kwenye hospitali zetu za kina wajomba utayapata hayo. Ikiwa nkuzungumza Uislamu, tuzungumzeni Uislamu ulivyo. Mwenye kutaka andame, asotaka ende zake. Kwa wajomba utapata hayo? Hupati hayo. Mwanamke huwa ni mzazi shekhe, na mzazi huwa ni baina ya akhera na dunia. Kupacha salama shekhe maombi, kule hupiga kelele na huku watu ulia, humuomba Mwenyezi Mungu ampe salama, ampe salama, ampe salama. Hao sisters zetu hao wengine ni Waislamu, maneno anayoyatoa kumpa yule mzazi na bado hajazaa shekhe, ule mzazi yatamani kama hata hakwenda kamwe ile hospitali, lakini mbasi tu nini, mtu huenda akawa na pumzi zimeisha katika kusukuma, hawezi tena, sasa ategemea kudra za Mungu na saa yake. Na hutokea hayo jamaa. Mwanamke akavuta pumzi mpaka sasa kona sasa basi siwezi tena, tanda makadari ya Mungu, akanyamaza kimya, na ikaja saa akatoka hata, au Mwenyezi Mungu akaja akamzushia sasa vile vitunu na vite kikwetu, pumzi zikaja, pawa zikaja, kadari imekuja, mwanamke akafanyaje. Lakini mwanamke uko katika sakarati kisampuli hiyo, na sister wa Kiislamu kwamba sokoma, kwa nini wewe waona ni shida, lakini pale uliona raha? Ni maneno gani? Wallahi sikusema kwa ajili ya kuwafurahisha, hunenwa haya. Utamwambia vipi mwanamke katika sakaratul maut wenye umchaji pale ilikuwa dini na ni ibada, uko kwenye ibada akaliona lile, na hapa vile vile ameaonawe kila kitu pahala pake, lakini wewe si wa kunena maneno kama, ndipo ukaona awae mgonjwa hivi sasa hutefuta hospitali za kimishinari kuliko hospitali za Kiislamu. Kwa nini? Kwa sababu tumeacha maadili ya Uislamu. Maneno mengi, wende katika hospitali ya Kiislamu maututi ukata roho, huna wewe deposit ya kuweka, billahi utanzika nchu wako. Lakini ukenda kwa hawa shekhe, la, tunataka usalama ndio kitu muhimu, uhai ndio kitu muhimu, wanshughulikie, na pengine huna ndururu ya chunda, wakaambia la, sisi pia tunamshukuru Mungu kwa sababu si nguvu zetu, sisi tuabahatisha tu, Mungu mwenyewe ndiye aloleta nguvu zake, wewe nenda utaleta pesa pole. Jamanini, hayo ndio ya Uislamu. Hayakupatikana kwa asokuwa Muislamu, lakini yasiyokuwa ya Uislamu hupatikana kwa nani? Dini yetu imetufundisha kila kitu. Kwa hivyo ukenda kwa mgonjwa, mpe matarajio hayo. Tumeenda kwa mwenzetu ambaye alikuwa mahtuti zaidi, lakini akasimama, itakuwa wewe utapona. Hao maneno ya kumliwaza, kisha waambiwe mpe matarajio mazuri, kwa sababu kipindi mtu ni mgonjwa, wanavyoona wasema awe na matarajio zaidi ya mbele ya safari ya huko mbele kuliko huko nyuma. Matarajio yake awe ni ya mbele, yasiwe matarajio yake ni ya nyuma akiwa mgonjwa mtu. Haya yametajwa katika al-ahkam fi usul al-ihkam. Ikhwat al-iman, kisha tukaonywa na sunna, usimfishe moyo mgonjwa. Sikiliza mafunzo yalivyotoka mbali yanavyokuja katika suratu Yasin. Usimfishe moyo mgonjwa. Usiende kwa mgonjwa ukamwona hali yake ilivyo, baada dhalika badala akukita kwenye sunna
ukampa maneno ambayo ni mazito kwake, ukiondoka wewe, na yeye baada ugonjwa wake atakuwa na fikra ya maneno uliyoyasema. Kana kumwambia rafiki yangu, salamu alaykum, hali yako nzuri? Sasa tayari hilo tu tayari utamfanya yeye atoe mato. Mbona umesema kisha umenyamaza kimya? Kwa mimi hali yangu ni mbaya. Ukamwangalia kisha ukamwambia, ndugu yangu pole sana, na kuona umebadilika sana, subhanallah, hata sikutarajia kwamba kwa mimi takupata hivyo. La ilaha illa Allah. Ndugu yangu pole, tena pole sana. Sasa hilo la kunkariri huzidi kunkacha maingi, hatakikani katika sunna ya Mtume SAW. Au mwambie, kabla sija kuja kwako nimepitia Coast General hapo kumwangalia na rafiki yangu kama wewe, haki ya Mungu nimekuta kwenye hali mbovu sawa sawa na hivi ulivyo wewe. Sivyo, hilo ni dogo. Wakatazwa usimwambie kwamba nimekuja kukuangalia, kukujulia hali yako, lakini hivi sasa tutatoka kwenye mazishi, tutatoka kunzika fulani, ndio kitoka mazishini kwanza mmepitia nimetoka mazishini mmepitia na kwako. Manake kama kumuaga kwamba kwa mmempeka yule tutakuja kupeka na wewe. Alisa kadhalik, halitakikani hilo jama, ni makosa. Manake ukenda kuntajia anatoka kuzika, basi fikra zake sasa pia zitakuwa nini? Sasa si haki. Mpe maneno ambayo ni ya kumpa matarajio haya ya kwanza tuliyoeleza. Wala usiende katika mtu katika ugonjwa sema kwamba kwa ukataja moto, watu watachoma kweli kweli, katika watu watachiwa, watakila vinganga kweli kweli. Sifanye mchezo na vinganga, vitaanza kaburini. Kaburi kuna watu wengine ni rawdatun min riyadhil janna, wengine ni hufratun min hufarin nar. Lakini hapa kwenye mashimo ya moto hawa watajua chanche makundu. Wewe kama humwekeza kwenye moto tu, utazidi kumsononesha. Mupo na mimi jamaa? Mumeelewa vizuri ya mafunzo? Hatufanyi siasa, tufanya dini ili mtu asimame misimamo ya kidini. Usimwambie mgonjwa kisampulie. Sasa ndugu zanguni, suala langu liko kwenye, ikiwa ni mgonjwa hivi tu, ama ni mgonjwa uko katika hali ambao ni mbaya, na kuna mgonjwa hali mbaya lakini si katika sakaratul maut, ndivyo sivyo? Lakini hali yake ikawa ni mbaya lakini hapo katika sakaratul maut. Kwa sababu nyinyi wazee pia muelewa, mtu akiweko katika sakaratul maut, kuna wazee huenda wakashtukia huni mgonjwa, akampima uso wake tu, akamwambia kwamba kwa jamaa tusizidisheni charges za hospitali, tunteremsheni. Lakini kwa heshima na adabu ya hali ya juu hasemi jamaa tuntoeni humbwa kaburi, hasemi hivyo. Anasema tumtoeni jamani, tusizidisheni bili. Sasa mwenye akili hapo fahamu ya kwamba kwa hapa kidogo huwa amemwelea. Naam, huwa amempima uso tu. Billahi alaik, mimi hayo nimeyashuhudia kwa wajuzi, wakasema hayo na yakawa kama walivyosema. Sikujua ghaib, ni kipimo na mizani kumpima huyu hivi sasa alivyo. Afadhali tusihasirike kwa mamilioni ya pesa, watatumweke nyumbani tuongoje kadari ya Mwenyezi Mungu. Na naam, baada ya siku 2-3 mtafanyaje? Akadi. Sasa ikiwa mgonjwa tu si wa sakaratil maut, lakini ni mahtuti kwa jinsi mnavyoelewa, hufai wewe kutokwa na maneno hayo mbele yake kwa sababu ngunkata matarajio. Je, mtu uko katika sakaratul maut? Jawabu. Mtu ikiwa katika sakaratul maut, jawabu. Itakuwa haifai zaidi, itakuwa ni uovu zaidi. Sasa ikiwa itakuwa ni uovu zaidi, isikilizeni. Si mumechukua picture ya kuntembelea mgonjwa na suna ya Mtume ilivyo? Na watakiwa umwambie maneno gani, hutakiwa umwambie maneno gani? Haya, turudini tena. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wata mwanzo wa sura, kwa sababu CD ziko kuanzia mwanzo wa sura.
hizi za leo. Mwenyezi Mungu asema, alam ahadi ilaykum ya bani adam, hatukuahidiana nyinyi wanadamu, alla ta'budu shaytana, kwamba musimuabudu shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, hakika shaytani kwenu ni adui alowazi. Na mtu katika sakaratul maut ataelewa nini? Na mimi katika nilomuandama shetani ambaye ni adui alowazi. Wa an'buduni hadha siratun mustaqim, na kuwaniabuduni mimi, hii ni barabara ilonyoka. Mimi sikumwabudu Mungu, mimi niko nje ya hili kundi. Walaqad adalla minkum jibillan kathiran, hakika amewapoteza katika nyinyi kundi kubwa sana. Afalam takunu taqilun, hamukufikiria pengine katika hilo grupu kubwa lililopotezwa na shetani na mimi nimo. Hadhihi jahannamu allati kuntum tuadun, yafaa kusemwa hayo kwa mgonjwa wa kawaida kulingamana tulivyozungumza. Yafaa kuyazungumza mfano wa haya mtu ambaye uko katika hali mahututi? Haifai. Yako yafaayo. Je, haya katika mtu katika sakaratul maut? Hadhihi jahannamu allati kuntum tuadun, thumma taqul islauha al-yawma, ingieni leo, bima kuntum takfurun, kwa kule kukufuru kwenu, kwa vile mlivyokuwa mkikufuru. Paka uendelee, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tumechangulia kuzitafsiri. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Ni maneno makali makali, mazito mazito, yasiyostahiki kunenwa maneno hayo mbele ya watu sampuli hiyo. Ndipo tukasema haya yaachwe. Mushike yapi? Mushike ambayo ni yale ya kushikika aloyatenda mtume kwa vitendo vyake na aliyoyanena mtume kwa mdomo wake. Mtume kenda kwa barobaro huko katika sakaratul maut. Alipokuwa kwa sakaratul maut, huni wa kwanza alipomwambia hujambo, uko vipi, kisha akampa matarajio kwa lile analoliogopa na lile analolitarajia. Barobaro mwingine alikuwa katika sakaratul maut, Mtume sallallahu alayhi wasallam, subhanallah wal hadithu sahih billahi alayhi, akamwambia qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Kwa hivyo hapa pamepatikana mawili yenye nguvu katika kuthibitisha la sunna, ndugu zanguni. La kwanza, Mtume kwenda kwa hubarobaro katika sakaratul maut, kitendo chake cha kwenda kilipatikana hapo. Baada dhalika kukapatikana maneno yake kumwambia ule barobaro sema la ilaha illa Allah. Ilienda hii hadithi mpaka mwisho kumwambia ya Rasul, akhairul li an aqulaha, ni khairi kwangu mimi nikisema la ilaha illa Allah. Mtume akamwambia ni khairi kwa sababu man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye neno lake la mwisho ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Barobaro akasema la ilaha illa Allah, akakata roho. Kama ingekuwa usahali wa suratu Yasin, Qur'ani kateremshiwa nani? Si Qur'ani imeteremshwa mtume? Na katika Qur'ani aliyoteremshwa mtume si hii suratu Yasin? Angefanyeje mtume? Mupo jamani. Lakini hakusoma, kamwambiaje sema la ilaha illa Allah, kwa sababu natija ambaye mwisho wa neno lake ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Angalisoma hili la kwanza, tumepata dalili ya kimaneno na kivitendo. La pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kijibarobaro, tena rafiki yake babake Yahudi, na wakati huo si Muislamu barobaro, si Muislamu baba. Akamkosa kwa siku 2-3. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuulizia, kaambiwa ni mgonjwa.
ilisadifu, ndugu zanguni, tuisomeni sunna sana, ilisadifu mtume kwenda kumfanyia ziara ile alotuambia haki ya muislamu kwa muislamu 5 miongoni mwake nkunzuru mgonjwa. Mtume kaenda kumtembelea hichi kibarobaro. Kwa bahati nzuri, manake sisi ni bahati mbaya, kwa bahati nzuri akampata huko katika sakaratul maut. Lakini kama mimi na wewe nikasema kwa bahati mbaya ile kwa kuwa hufa, bahati nzuri alinikuta katika sakaratul maut. Alipomkuta kwenye sakaratul maut, dawa ikaanza, mwanangu sema la ilaha illa Allah, ni kilima ambacho kitakuokoa na moto. Basi ule mwana wa Kiyahudi jamani, na katika sakaratul maut aligeuza jito lake kumwangalia babake, ramzan wa isharatan, ya kwamba nsikilize mtume anavyosema, wasemaje lakini kimaana. Akapeleka jito akamtazama babake. Basi babake akanshiria, akamwambia mjibu mtume, akamwambia mjibishi. Alipoambiwa mjibishi, yule barabara sema la ilaha illa Allah. Alipotemka roho ikafanyeje? Ikakatika. Subhanallah. Hadithi inasema mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyemuosha mwenyewe kile kibarobaro, akankafini, na yeye ndiye aloteremka kwenye kaburi akamstiri yule. Ikawa sasa kina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akalishika kwamba jamani, ukenda kuntembelea hata kafiri, hata mwana wa kafiri uko katika ugonjwa, nenda kantembelee. Ukenda kuntembelea dawa, kwa sababu aweza akatemka shahada kwenye taufiki ya Mungu kwenye wakati huo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkubalia. Hapa pia tumepata mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kwa huyu barobaro wa pili, kanlingania nini jamu? Kanlingania nini? Hakunlingania nini? Alimtaka asome, alitemke shahada. Hakutaka aikumbuke Yasini yaisome, wala yeye ansome Yasini, kwa sababu vimondo vilivyomo katika suratu Yasini ni hivi ambavyo tumewatafsirieni. Isitoshe, tuwapigia mifano, pengine kupitia kwa mifano tutakuwa karibu zaidi na kufahamu. Mtume sallallahu alaihi wasallama mwenyewe kafikiwa na hali ya sakaratul maut. Sakaratul maut imesifiwa na wenye kusifiwa katika vitabu. Mmoja ni al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, asema wa man nazala bisahatihi almanaya, wa man nazala bisahatihi almanaya fala ardun taqihi wala sama'u, wa ardu Allahi wasi'a, walakin idha nazala alqadha dhaqa alfadha. Wa man nazala bisahatihi almanaya, yule ambaye ameshushwa kwenye kutolewa roho, amewekwa katika sakaratul maut, amewekwa kwenye ukumbi. Sasa wajumbe wanamshughulikia, ikata dunia, huyo yuenda kwenye maisha mengine. Imam Shafi asema fala ardun taqihi wala samau, hakuna ardhi ambayo inamkinga huyu, wala hakuna mbingu yoyote kwa dhiki anazoziona. Wa ardullahi wasi'a, na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni pana sana. Walakin idha nazala alqadha, lakini kadha ya Mungu ikishuka kwa mja huko katika sakaratul maut, dhaqa alfadhau, hata hii nafasi kubwa ya dunia huwa kwake ni dhiki. Dhiki anazoziona mtu anapotolewa roho, ndugu yangu, mimi na wewe hatujasikia mpaka pale tutakapofikiwa na muda wetu. Lakini mauti ni makali, huwa hata shimo la tungu atamani liwe nafasi ya jifiche ndani yake. Na Rasulul Mustafa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi katika sakaratul maut uchungu huo kauhisi, na alihisishwa, si maonevu wala kusema kwa nini katika Qur'ani kuna aya inayosema wanaziati gharqa wanashitati nashta. Ni malaika wenye kutoa roho za watu fulani kwa ugumu, na hawa nashitati nashta ni malaika wenye kutoa roho za watu fulani kwa wepesi. Kwani hii aya ilikuwa haimhusu mtume kupata wepesi zaidi na kumuhisisha utungu wa mauti mpahala pake, ili mtume atuhadithie jama mauti sio mchezo.
Mfano wake ni kama hadithi ya Jabir. Inasemaje? Hadithi inasema Sa'd ibn Ubada, mtume alimuona siku ya kuzikwa kwake, kaburi imemfinya. Na Sa'd ibn Ubada nani asimjua jamaa? Sa'd ibn Ubada alikuwa mwana mbele shekhe, mzee katika wazee wa Kiansar, ambao alikuwa akitoa shauri, na shauri likisikika mtume alompenda na yeye alompenda mtume. Azikwa, asikika mtume asema Allahu Akbar. Aliposema Allahu Akbar, masahaba wana desturi, hawataki kumkosa mtume kwa lolote. Lakini ndugu zetu wanauelewa makosa kabisa, kisha ili watu wapate kufahamiwa mbaya. Masahaba walikuwa na desturi, mtume alifanyalo wataka kumuiga ili walengane na mtume. Aliposema Allahu Akbar, na masahaba kasemaje? Allahu Akbar. Lakini kulitoka suala la kuonyesha ya kwamba hili jambo pia ni jipya kwetu, kwa sababu si mazoea ya funzo la mtume kwenye kaburi mtu baada ya kufukiwa kusikika takbiri. Mbona hapa imesikika takbiri? Mtume sallallahu alaihi wasallam vile namna alivyoonyeshwa, bila shaka alipewa habari kuhusu ile hali ya kaburi. Basi na jambo lolote wewe la mshtuko unapolipata, mara nyingi wewe pesi wa kusemaje Allahu Akbar. Si kwa kuansuna mfunzo la Allahu Akbar kusemwa baada ya kufanyeje? Baada ya kufukiwa. Ila aina tadhhabun, mwenda wapi nyinyi? Sasa kisha kukasemekana, ya Rasulullah, umepiga takbiri wewe. Hapa wanavyoni wasema, mbona waliuliza hivyo, mtume mbona umepiga takbiri? Ina maana gani? Kwa kila mwenye akili ina maana si hivi au sivyo. Na sisi tunapozika hakufanywi hivi. Mbona leo umepiga takbiri? Mambo utakaoyagawanye kwa akili yako, kwa sababu Mungu amekupa akili jamaa. Akaambia nimeonyeshwa kwa kuwa kaburi imemfinya. Kisha hapa akasema, ikiwa Sa'd ibn Ubada kaburi leo imemfinya na daraja yake kwa Mungu ni ile, mimi na wewe hali yetu sampuli gani? Ili watu wawe na tahadhari ya kwamba kwa adhabu ya kaburi iko, na kwenye kaburi pana mambo yatapitika. Ndugu zanguni, jamaa wakaenda wakazitukua takbiri wakaziweka mazishini. Mumeona mambo alivyo jamani? Wakawa mtu ufukiwa na jamaa kusema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ukimwambia jamani tuazika ama twasali Idi, takwambia kwamba wewe hujasoma mazishi ya Sa'd ibn Ubada. Sa'd ibn Ubada wewe hujui mazishi yake? Siyajui. Basi kama huyajui taka ujue kutoka leo. Alipigiwa takbiri, mtume mwenyewe kapiga takbiri. Riwaya ilivyo ni hivi nilivyoeleza, fa walladhi rafa'a as-samaa bila amadi. Lakini hakuna masala ya takbiri zaidi wakati wa mazishi. Lililoko kule baada ya kufikiwa ni hili: istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yusal. Mfanyeni istighfari ndugu yenu, muombeeni tathbiti, hivi sasa yuaulizwa, na hakuna dhamana, ni amali yake. Huwezi kumsaidia. Huwezi wewe uko juu ya kaburi ukansaidia aliyoko ndani ya kaburi, kwa sababu maisha mawili yenye tofauti ndugu zanguni. Uhai wa kaburini ni uhai wa ghaib, wal ghaibu la ya'lamuhu illa Allah tabaraka wa taala. Maisha ya duniani ni haya. Angalia mimi nazungumza hivi, mimi nazungumza kidunia. Kiduniani kuzungumza ni hivi, kupitia kwa mdomo, kuvuta pumzi ni kupitia kwa pua. Kikaburini mimi sijasiri kusema ya kwamba kwa hunena kama nenavo. Mimi taitakidi ya kwamba huulizwa na akajibu, lakini vile namna anavojibu sijui. Ajuaye ni nani? Ni Mwenyezi Mungu, kwa kuwa ni katika hayatun barzakhia, na hayatun barzakhia ni katika maisha ya akhira, na maisha ya akhira ni ilmul ghaib, wa ilmul ghaib la ya'lamuhu illa Allah.
Sasa wewe utashikaje kitabu inda ya kaburi? Mpiloti wewe humuongoza nchu ndani ya kaburi. Ni pilot ambao ni expert sana wewe. Uko duniani umpa miongozo wa akhera. Acha kikujilia malaika wasikutishe wala usiogope, wao viumbe katika viumbe vya Mwenyezi Mungu. Tena wakikuuliza Mungu wako nani, mwambie Mungu wangu Mungu. Mtume wako nani, mwambie. Achi manake ni hodari, achi haogopi malaika yeye. Ushishie kitabu hapo, umwambia usitishike tisitishike. Ambapo malaika akinitolea kitu akamwambia umwambia usitishike, ndo hapa takosa fahamu. Taanguka pengine afe hapo na vitabu vinrarukie gongoni. Achie humwambia kwamba usiogope, usitishwe, usifanye nini. Propaganda nyingi zilizotiwa katika ibada ya kifo mpaka suna ya mtume ikawa imetoweka, lakini biidhnillah suna ya mtume haitoweki kwa sababu pana kikosi wa kuivuta suna ya mtume kuileta pahala ilipo. Biidhnillah karim madumna ahya. Kwa hivyo khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Miongozo bora ni miongozo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akhiran, mwisho ndugu zanguni, turudini kule kwa sakaratul maut ya Rasulullah. Situmilinena neno la Imam Shafi, wa man nazala bisahatihi almanaya fala ardun taqihi wala samaa'u wa ardullahi wasi'a walakin idha nazala alqadha dhaqa alfadha'u. Mtume akaonja sakarat na akasema innal mauta la sakarat, kumwambia ya Aisha na sumu pia ya almar'atu alyahudiya mwaka wa Khaybar yachangia pia na ihisi leo katika hii sakaratul maut. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea na sakaratul maut. Pana bibi Aisha a'lamun nasi bikitabillahi azza wa jal, hakusoma surati Yasin, na mtume uko kwenye mapaja yake na ametaka mswaki, akamtukulia mswaki, akamlainishia, akampigisha. Yani bibi Aisha harakati zote amfanyia mtume, mpaka hivyo mwambia ya Aisha innal mauta la sakarat. Aisha radhiallahu anha yapokea hayo mpaka mtume sallallahu alaihi wasallama fantakala ila rafiqil a'la, akagura kwenda kwenye rafiki wa juu. Hayakupatikana hayo mpaka hapo mwisho wa mtume. Sina haja kwa kikao cha leo kuwapeleka kwa Abu Bakar kwenye sakarati yake, wala Umar wala Ali wala Uthman ambaye ni makhalifa wanne mtume aloridhika na wao. Lakini ikiwa tumekoma kikomo cha mtume alifika hapo na Yasini haikupatikana, huwa bado hatujatosheka na mafunzo ya mtume? Huwa hatujashiba jamani? Bado tunashaka? Tunaoshaka. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Weka kando hiki, kishike hiki sasa. Hiki nitaka kuwafungia darasa tu. Yalitokaje ya Yasini? Sawa jamani? Na hawa jamaa hutuambia ya kwamba nyinyi mwazungumza kwa fikra zenu. Sasa mimi nasema hatuzungumzi kwa fikra zetu nchuki zenu. Hiki ni kitabu cha tafsiri, alioko hapa yatosheka, sikushika tafsiri nyingine. Na mwaniona hushika kurasa hapa, nimeandika aqwalul mufassirin kwa vitabu tofauti ili tu mtu akinaye. Kitabu cha pili ni hiki, ama kwa kuwa ncheusi ni hiki, wao watakwambia ncheupe. Kwa nini? Kwa sababu vitabu vyeupe ni hivyo vya kiwahabi vitokavyo Saudia. Ataka vitabu gani? Tunataka vitabu vile vyekundu vya kale vya kushanuka, ukifungua uchemue mpaka utoke na damu. Sisi tutaandama yaliyoko ndani ya vitabu, hatutaki vitandawili, kwa sababu tunataka tukiandama hii tuiandame ni dini. Haya, tumalizeni mambo. Mtume sallallahu alayhi wasallam asatufundisha laqinu mautakum la ilaha illa Allah, walakinini wale ambao wako katika sakaratul mauti la ilaha illa Allah si maiti, kwa sababu Imamu Nawawi
katika Majmuu Sharhul Muhadhab, na huyu Al-Mahfudh katika Al-Ibda'u fi Madhari al-Ibtida', yote asema kwamba mautakum ni yule ambaye uko katika sakaratul maut, uko katika kutolewa roho, si maiti mwenyewe. Sasa ikiwa mtu katika sakaratul maut mlakini la ilaha illa Allah, ili pengine na yeye atemka indal mauti dakhala jannata yawman min ad-dahri, akitemka la ilaha illa Allah ataingia peponi siku moja katika zama. Wa ina asabahu qabla dhalika ma asabahu, hata akifikiwa lolote atakalofikiwa baada, hata kama hataadhibishwa, lakini iko siku ataingia wapi? Peponi, kwa kile kilima alichokitemka cha la ilaha illa Allah inda sakaratil maut. Sasa hadithi ya Ma'qal ibn Yasar inasema iqra'u yasina ala mautakum, rawahu Abu Daud. Mchanuzi na mdondozi wa hadithi aliyokubalika katika dunia nzima, Irwaul Ghalili fi takhriji ahadithi Manaris Sabil, juzu ya 3 hii, safha 150 mpaka 152, watani wape makala yake. Asema hadithi ni dhaifu, akhrajahu Abu Daud wa wanavyoni chungu nzima, ni hadithi feki. Kwa maana ilitokaje Yasini kusomewa alokufa? Asema katika Musnad, na Musnad ni Musnad ya Imamu Ahmad, juzu ya 4 safha 105, min tariqi Safwan, kupitia kwa njia ya Safwan. Sikiliza vizuri, asema haddathani al-mashikhatu, walinihadithia mimi mashekhe. Nani anasema maneno hayo? Nani anasema maneno hayo? Safwan, barakallahu fikum. Taka tutoke, hatuna shaka leo. Asema Safwan, haddathani al-mashikhatu, mashekhe walinihadithia mimi, annahum, kuwa wao mashekhe, hadaru Ghadhif ibn al-Harith al-Thimali, walihudhuria kwa Ghadhif kijana cha Harith al-Thimali, hina shtadda sauquhu, wakati mauti alipokuwa amembana sana, huko katika sakaratul maut. Ni Safwani muhadithi wa nani? Na mashekhe, kwamba Ghadhif ibn al-Harith al-Thimali, hawa mashekhe walihudhuria wakati katika sakaratul maut. Faqala, akasema huyu Ghadhif ibn al-Harith katika sakaratul maut akasema, hal minkum min ahadin yaqra'u Yasin, uko yoyote katika nyinyi atakayeisoma Yasini? Ghadhif huyo yasema kwenye lile kongamano la mashekhe waliokwenda kumtembelea, katika nyinyi uko atakayenipigia Yasini? Qala, asema faqara'aha Salih ibn Shuraih as-Sukuni, akaisoma Yasini huyu bwana Salih ibn Shuraih as-Sukuni, yeye ndiye akaisoma. Kwa hivyo ina maana kwanza, mbali ya kuanguka kwa hili jambo tunalolizungumza, mbona alosoma ni Salih ibn Shuraih as-Sukuni kwenye mkao wa mashekhe, akatoka peke yake akisoma. Asema falamma balagha 40 minha, alipofikisha aya 40 katika suratu Yasin, qubidha, roho ya yule bwana Ghadhif ikakabidhiwa, roho ikatoka. Fakana almashikhatu yaquluna, subhanallah. Sasa eti alipofikisha aya 40 roho ikatukuliwa, basi mashekhe hawa wakawa wanasema, idha quri'at 'inda al-mayyit, Yasini ikisoma kwa mtu ambaye yuko katika sakaratul maut, khuffifa anhu biha, hukhafifishiwa ile sakaratul maut. Maneno ya nani? Maneno ya nani? Maneno ya mashekhe. Qala Safwan akasema, basi ikiwa mashekhe wamesema ikisomwa Yasini kwa mtu ambaye yuko sakaratul maut hukhafifishiwa, wa qara'aha Isa ibn al-Mu'tamar inda ibn Ma'bad, Isa ibn al-Mu'tamar na yeye akaisoma Yasini wakati Ibn Ma'bad uko katika sakaratul maut. Tayib, hadithi idha quri'at fa dha'ifun, kwa sababu asema
hii mashikha lam yusammu, hawakutajwa kamwe katika riwaya. Fahum majhulun, hawajulikani hao kabisa katika hiyo riwaya kabisa. Na maadamu hawajulikani, hii ni hadithi ambayo haina mashiko kabisa. Kisha ndipo wakazidisha chumvi kwa kusema ma min mayiti, hakuwa yoyote alokuwa katika sakaratul maut, fayuqra'u indahu Yasin, ikasomwa mbele yake Yasin, illa hawana Allahu alayhi, isipokuwa Mungu humsahilishia yeye. Basi sitaki kusonga mbele. Kwa nini? Kwa sababu nishawabainishieni, ikiwa ikisomwa hukhafifika, ar-Rasulul Mustafa ni haki ya kukhafifika roho yake, na Aisha kufanyaje? Hakumsomea. Ikiwa tutafikia hapo, kikomo tumekipata. Kufunga kazi ni mambo ya mashehe, kumbe si mambo ya Mtume, ni mambo ya mawazo ya mtu, si mambo ya Qur'ani tukufu. Na dini yetu na ibada yetu zote twazikusanya kupitia kwa kitabu kitakatifu na sunna iliyothubutu na uelewa wa salafuna salih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum, fa in asabtu famin Allah, in asabt, ikiwa nimepata famin Allah, wa in khata'tum faminni, ikiwa nimekosea makosa yametokamana nami. Wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mjuzi. Akipenda Mwenyezi Mungu, kesho siku ya Jumamosi na hakuna makazi, muje musikilize aya inayosema wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq, mpaka tuikhatimishe. Wallahu aalam. Ikiwa una swala kwa haya mawili matatu kulingamana na saa, fa bismillahir rahmanir rahim. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Maiti kusema mgonjwa hajiwezi kabisa, hawezi kutoa ndani ya yale mauti. Ikiwa hali yake mahututi, akili haziko kabisa, huwezi kumfanyisha lolote, tena ni kumuombea Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hata ikiwa untantawadhisha atafanyeje na hali yake ni hiyo mahututi mara. Allah subhanahu wa ta'ala ya'fu anhu insha Allah. Okay? Sikusema hivyo. Nimesema ukinsomea Yasini hainufaishi. Dua chakula cha maiti, tasemaje hainufaishi mwanangu? Jazakallah khair. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Naam. Ukishikwa na malaria, sikusema usende hospitali. Unafahamiana? Sikusema usende hospitali. Nilosema ni hayo umeyasema. Sasa hiyo ziada yako katika riwaya. Kwa hivyo ni riwaya dhaifu hiyo. Nimesema ya kwamba usubiri, sawa? Kwa hivyo usubiri. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum Swali moja nilipiga sasa hivi. Maana kuswali kulala kuswali. Naam. Kuswali kulala kuswali vipi? Kuswali kwa kulala utaswali kivipi? Basi hilo tu. Haya, toa hiyo mic. Kuswali kwa kulala ni kuswali kisisema kwa tani kutazama juu huko. Tumefahamiana sana. Wanipata? Wanalala watazama juu huko, baada dhalika unafunga swala.
Baada dhalika kwenye rukuu unatoa ishara kwa kichwa, kwenye sijida unatoa ishara kabisa mpaka umalize raka 4. Basi kuna na kutoweza kwa hapo tu kwa faida. Huwezi kufanya yote hayo, wapitisha rukuni zote kwenye moyo wako, wafunga swala ukaswali kimoyo mpaka ukamaliza vipindi vyako. Wasemaje, umefurahi? Jazakallah khair. Naam. Swali yako sasa ni kuhusu maiti. Naam. Au mtu yuko katika sakaratul maut. Kwa hivyo mtu uko katika sakaratul maut, si maiti. Sawa. Je, ile lugha kwamba unaizungumza kama lugha ya Kiarabu au lugha ya Qur'an, je, ni maiti wa Islam? Ule aliyoko katika sakaratul maut aweza akaisikia ikiwa mimi niko katika sakaratul maut ama ikiwa wewe katika sakaratul maut? Yale yanazungumza yote wazi. Umeipata kwanza hapo? Ikiwa mimi taielewa, ikiwa zile fahamu zangu ziko kwenye zile sakaratul maut, na wewe ukasema lolote, hata ukasoma suratu Yasin, nitakupata kwa sababu unaelewa na ile lugha naielewa, hata wewe hivyo hivyo. Sasa kuna wengine hiyo lugha hawaipati, ndio haya tunaozungumza ya kwamba hata kama haipati msiyapeleke yasiyokuwa sivyo, aelewe asielewe, kwa sababu yalivyo ni hivi, huandhiki. Tumeelewana sana? Na tumeambiwa sisi katika mafunzo ya kuwa yoyote maneno mazito mazito usiyaseme, kwa sababu huwa tumezungukwa na malaika, na kuna kufanya maombi wewe, kuna kufanya maombi na malaika wakaitikia amin. Naam. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwenye kaburi kuna mtu, kwenye kaburi kuna wengine mwadhinia yule maiti, alafu akamkemia. Lile jambo sio umekutwa ama ukisha kuadhini na ukisha kukimu libaki hilo. Sasa huwa ungoja nini? Na aseme na istau watakarabu, zimeni mobile. Allahu akbar, asale wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndio hayo ambao tupigana vita na wao. Adhana imewekwa kwa kumzindusha mtu aje aswali, na ikama imewekwa watu wasimame sasa kwa ajili ya kusimamisha swala. Kule hakukuwekwa ikama, hakukuwekwa adhana, hakukuwekwa chochote. Kule kumewekwa bismillah kisha wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah, unamweka, unamfanya kumfanya, ukamweka za kustahiki kuweka, ukamfukia. Baada dhalika hayafanyeni istighfari, kila mmoja ashike ndia ende zake. Masala mepesi, mambo mazuri ya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mpaka tutie chumvi yetu. Sibghatullah, hii dini ni pambo la Mwenyezi Mungu. Wa man ahsanu minallahi sibgha, nani nzuri wa pambo kuliko Mungu? Hakuna. Tushikeni aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, ni nani? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Naam. Ya kufanyaje? Ewa, ile ya kumpeleka maiti na swala ya Mtume imethubutu. La pili, naam, barakallahu fika akhi. Kulishindikiza jeneza imesihi kulipeleka kwa swala ya Mtume. Ikiwa wataka kumswalia Mtume, wewe mswalie pole pole kwa siri, lakini inatakiwa pale katika kulishindikiza jeneza uweko kimya. Kwa nini? Kwa sababu kifo, sikilizeni hikma sana, kule kufa kwataka sisi tupate mawaidha na twataka sisi tupate fikra, na huwezi kufikiri bila ya kunyamaza. Ukisema hupati kufikiri. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam ikathubutu kwamba kunena kwake kulikuwa ni dhikri, kuntaja Mwenyezi Mungu.
kunyamaza kwake kulikuwa nkufikiri. Kwa hivyo ina maana ukitaka kufikiria mpaka ufanyeje? Unyamaze. Na sisi tunataka kufikiria hiki kifo cha mwenzetu. Alikuwa akibeba watu, leo amebebwa. Iko siku na mimi nitabebwa. Alikuwa akioga mwenyewe, leo ameogeshwa. Amegeuzwa huku na huku, hana lake hana chake. Yuenda kufukiwa, leo ni mimi nalifuata kwa miguu yangu, kesho ni mimi nitakuwa juu ya mabega ya wengine. Hii nataka kimya iwe unafikiria. Bila ya kimya fikra haipatikani. Kwa hivyo lifuateni jeneza mkiwa kimya kabisa mpaka kule baada ya kufukiwa. Sauti itakaotoka iwe sauti ya maombi ya kumuombea. Bas kila mmoja ashike ndio mambo, sallu ala Muhammad, ala Muhammad, ala Rasul, mtume mzuri. Jamaa maskani uchia yao hiyo sio. Manake kuna jamaa wa msikitini ukwambia sallu ala Muhammad, jamaa kwambia sallu ala Rasul, wengine hukukatia moja kwa moja shortcut ala Muhammad, jamaa Allah sallu ala Rasul. Mara utasikia maskani imetoka mtume nzuri. Sasa hiyo mtume nzuri tuneneye tujibishe nini? Tufundishe na namna ya kujibu. Wa khairal hadi, swala ya mwisho. Naam. Habari za dalili za kiyama. Naam. Tunajua dalili za kiyama atakuja Masihi Dajjal. Huyu Masihi Dajjal atakuwa ni kiumbe kama sisi binadamu. Naam. Ama ni kiumbe aina gani? La pili tunapata atakuja Mtume Isa. Akija, je, atafuata hukumu ya Qur'ani ama atafuata kitabu chake? Nani huyo? Mtume Isa. Mtume Isa atakapokuja atakuja na hukumu gani? Kitabu chake ama ataifuata Qur'ani? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wakati wa uhai wake, hivi sasa Isa akija atanifuata mimi na ataifuata sharia yangu. Na hapa mtume amesema uko hai. Kwenye kipindi cha Isa kuja tena kuja kuvunda masanamu na kuvunda misalaba, na jamaa hawataki hilo. Kuja kuvunda masanamu na misalaba na nguruwe wote kuliwa. Isa ataifanya hiyo kazi. Akija sharia atakayoiandama ni hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu sisi kama Waislamu la nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatutafautishi. Isa hatakuja na kitabu chake wala hata hukumu kwa Injil, itakuwa kufuata ni hili. Lakini pia takatuelewe hapo ni nidhamu ya dunia imeanza kuchefuka, na nidhamu ya dunia ikianza kuchefuka huwa hakuna la kuandamwa sheria. Pengine jua tayari lishatoka huko, kama jua lishatoka huko huwa hakuna cha chochote tena. Lakini tukadirie itakavyokuwa, akija atakalolifuata la Mtume Muhammad. Ama huyu Masihi katusifia Mtume sallam ya kuwa ni kiumbe ambaye atakuja mwanadamu ama jito lake liko kadhaa, atatembea kila sehemu, atakuwa atalingania ya kulingania. Chunga asikupotoshe, kwa sababu atayasema ya kuwa na yawe mbele yako ili akutoe katika dira. Na biidhnillahi alkarim, pengine hizi ashratu saa, dalili za kusimama kiyama, pia ni katika maudhui aliyo muhimu sana. Lakini tuendeleeni kwanza na darasa letu la tafsiri ya Qur'ani. Tukipata nafasi katika huu mwezi biidhnillah, tutazungumza ashratu saa ala dhawi alkitabi was sunna. Khalas. Naam. Swala la pili sikulijibu, ilikuwaje? Naam. Kwamba dua kaburini. Hewa. Sasa ni hivi, lao hivi sasa tu bila kuandaa kwamba kwa siku fulani tutaifanya siku khasi ya kufanya ziara, wewe hivi sasa ukatoka tu ukenda makaburini ukafanya maombi, fala basa bihi. Sawa? Tumefahamiana? Tunapopinga tusitokeni kwa gurupu na mabendera na ngoma kama jeshi la uokofu. Twendeni tu kwa lengo kwenda kuomba, kwa sababu ziara ni ibada na twendeni kwa nidhamu maridadi kabisa. Hakuna wasiwasi. Tumalizeni jamani. Naam.
Naam. Mara nyingi vipi? Mtu akiwa sana kuna dalili usione. Naam. Kuna watu ambao hufahamu, wajua si kwamba kwa kuna dalili waziona. Yaani kuna watu wanaufahamu, enda kufahamu kulingamana na hali yake hii ilivyo, si wa kuwekwa tena hapa. Yaani si kwamba kwa kukachikiwa moja kwa moja, ni hivyo hivyo anavyosema. Kwa kipimo alivyompima. Sasa huyo alivyo, jamani, afadhali tumpelekeni nyumbani. Na ikawa kama vile namna tumefahamiana. Kama kipimo ukapima, kulingamana ilivyo leo, hatufungui adhana kutanyesha mvua. Na msifungue adhana mvua ikafanyaje? Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an. Isitufie isimaite. Sasa huni adui yetu pia, alesikadhale. Kumbe ile talqini hivyo neno tusomea sisi. Kwa hivyo itakuwa ukatika tena makaburini. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi muayyadan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.